Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yalojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Nizia Masinde, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Wahabi Limei. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. TAWA yaadhimisha siku ya wanawake duniani kwa kuhamasisha fursa za uwekezaji kwenye hifadhi. Serikali ya Urusi kuwekeza Tanzania. Na katika habari za kimataifa, rais wa Syria hapa kushughulikia mauaji ya jamii ya Alawit. Serikali imesema hatua ya kununua umeme kutoka nchi ya Ethiopia ni makubaliano ya ushirikiano baina ya mataifa ya Afrika ili kuimarisha sekta ya nishati, huku pia ikisisitiza kuendeleza kuuza umeme kwenye mataifa mbalimbali ikiwemo Zambia, Rwanda, Burundi, Msumbiji, Kongo DRC, Kenya na Malawi, kufuatia mataifa hayo kuonesha utayari wa kuhitaji nishati hiyo kutoka Tanzania. Mwanahabari wetu Goodluck Msola anafafanua zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Katibu Mkuu Wizara ya Nishati Mhandisi Felichesi Mimramba amesema hatua ya Tanzania kununua megawatts 100 kutoka taifa la Ethiopia ni katika kujiimarisha kiumeme, hasa ukanda wa kaskazini, kutokana na urahisi wa upatikanaji wa nishati hiyo pamoja na kukidhi mahitaji, huku pia ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa makubaliano ya marais wa Afrika ambayo walisaini katika mkutano wa nishati wa wakuu wa nchi uliomalizika hivi karibuni nchini Tanzania. Na naomba niwaambie hicho tu nilichokisema, niwaambie positive effect yake. Ule voltage zile zikipanda, wananchi wanaolia low voltage wote watatulia, kwa sababu umeme kwenye majumba yao utarudi nomo na kwenye mfumo mzima utarudi nomo. Hilo ndio jambo la kwanza litakalotokea. Wale watu waliokuwa wanasema hatuwezi kuwasha AC, hatuwezi kuwasha whatever ambacho hawezi kuwasha, voltage kirudi nomo wote watawasha. Jambo la kwanza. Jambo la pili, upotevu wa umeme unaotokea kule kaskazini, tulifanya kitu tunaita tulifanya simulation. Tukakuta kwamba tukiingiza zile voltage zile megawati 100 pale Arusha, upotevu wa umeme upatao megawati 17 tutauokoa. Yaani tuna megawati 17 ambazo zitapotea, zitaacha kupotea kwa sababu voltage itakuwa imestabilize na mfumo mzima umeimarika pale. Kuhusu uwezo wa Tanzania katika uzalishaji wa nishati ya umeme, Mhandisi Mlamba amesema kwa sasa Tanzania inazalisha jumla ya megawatts 3796 huku mahitaji ikiwa ni megawatts 2200 pekee. Hali ya umeme katika mikoa ya kanda ya kaskazini. Na ninaposema kanda ya kaskazini ni eneo pana kidogo. Lina cover kwa kiasi kikubwa mkoa wa Kilimanjaro, mkoa wa Arusha, mkoa wa Manyara, lakini pia lina extend mpaka mkoa wa Tanga, na kwa kiasi mikoa ya kaskazini magharibi inaingia kidogo, Mwanza na Mara. Katika mikoa hii ndipo sehemu ambazo grid ya taifa iko very weak, ni dhaifu sana. Na mara nyingi grid yetu tunaita grid sisi huku kwenye umeme tunaita grid imetoka. Ndio msemo ambao umezoeleka, grid imetoka au grid imezimika. Mara nyingi inaanzia mikoa hiyo ndio isema. Mara nyingi inasababishwa na upande wa kaskazini. Kwa nini? Kwa sababu kuna udhaifu wa ile grid katika mikoa hiyo ambayo nitauelezea ni nini na ni kwa nini umeme tunataka kuuingiza pale. Tunaona ni tiba ya jambo ambalo linasumbua kwa sasa. Hata hivyo, Mhandisi Mramba amesema kwa sasa Tanzania licha ya kununua umeme kutoka taifa la Ethiopia, pia inanunua umeme kutoka mataifa ya Kenya, Uganda pamoja na taifa la Zambia, ikiwa ni utaratibu wa kawaida kwa taifa kujiimarisha kinishati, hasa katika maeneo ambayo yana gridi dhaifu ama msongo wa chini. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA kupitia pori la Akiba Pande imeadhimisha siku ya wanawake duniani kwa kuonyesha wanawake fursa mbalimbali za uwekezaji zinazopatikana katika hifadhi za wanyamapori, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kuwawezesha kiuchumi. Taarifa iliyoandaliwa na Recho Chacha inasomwa hapa studio na Muhammad Jamal. Maadhimisho hayo yamefanyika katika pori la Akiba Pande jijini Dar es Salaam na kuhudhuriwa na wanawake kutoka wilaya ya Kinondoni wakiongozwa na
mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, ambapo akizungumza mara baada ya wanawake hao kutembelea pori hilo. Chalamila amesema mkoa wa Dar es Salaam umejipanga kuhakikisha wanawake wanapewa nafasi sawa katika sekta zote za maendeleo, ikiwemo uwekezaji kwenye utalii wa wanyamapori. Ameeleza kuwa wilaya ya Kinondoni imeamua kuadhimisha siku hiyo katika pori la akiba Pande lililopo chini ya TAWA kwa lengo la kuwaonesha wanawake namna ambavyo wanyamapori wanavyoweza kuwa chanzo cha fursa za kiuchumi kama vile uanzishaji wa hoteli, huduma za mapishi na biashara nyingine ndani ya hifadhi. Mwanamke atakaposimama na kutengamaa vizuri katika uchumi, hata kifiwa na mume wake atapata maumivu ya kuondokewa na aliyekuwa rafiki yake na mume wake, lakini hatapata machungu makubwa yanayohusiana na mzoroto wa kiuchumi ndani ya familia. Na hii inamaanisha kwamba kwa kuwa ujane si ulemavu, si ugonjwa, wala si dhambi, kwa lugha nyepesi manake watu hawa ambao ni wanawake wataendelea kulea familia zao vizuri sana hata pasi kuwepo kwa mwanaume. Na kwa mantiki hiyo, kama kuna watoto waliopaswa kuja kuwa marais, wachumi, askari, walinzi wa taifa lao kwa baadaye, ndoto hizo haziwezi kufifishwa kwa sababu baba kafariki. Ndoto hizo zitaendelezwa kwa sababu mama anamiliki uchumi ambao amekwisha wezeshwa kwa busara, lakini amewezeshwa kwa fedha ndani ya taifa lake. Kwa upande wake, mkuu wa pori la akiba Pande Dorothy Masawe ameshukuru serikali kwa jitihada za kuhamasisha wanawake kushiriki katika sekta ya uhifadhi na utalii, na kueleza kuwa pori la akiba Pande limekuwa mstari wa mbele katika kushirikisha wananchi kwenye fursa za kiuchumi zinazopatikana ndani ya pori hili. Jambo ambalo tumeliona la faraja sana kwa siku ya leo, tumeona tunawatoa huduma wanawake katika maeneo yetu yote matatu. Na wanawake hao wamethibitisha kwamba tunaweza, lakini pia wananchi leo ambao ni majirani wanawake wamekuja hapa Pande kushirikiana nasi katika kufurahia siku yetu. Kwa hiyo kama pori letu la akiba Pande, kiuchumi tunapenda sana kushirikiana na majirani zetu. Na majirani zetu ni wanaume kwa wanawake, wote ambao wako tayari katika kufanya shughuli la kuendeleza pori. Baadhi ya wanawake walioshiriki maadhimisho hayo wameeleza kufurahishwa na juhudi zinazofanywa na serikali na kuomba kuongezewa mafunzo na mikopo ili waweze kuwekeza zaidi katika sekta ya utalii. Wanaopitia ukatili majumbani wasijifungie ndani kwamba kujiona maisha yameishia hapo. Hapana, kuna maisha baada ya hapo. Kuna wengi wameachwa na waume zao, kuna wengi wametelekezwa, lakini walipojitokeza katika jamii, wakajielezea katika jamii, jamii ikawapokea, ikawasaidia, na sasa hivi wanaendelea na maisha yao kama kawaida. Tena wamekuwa zaidi ya pale walipo. Kwa hiyo wasijifungie ndani kwa kuogopa ukatili, wala wasinganganie ukatili wao, bali watoke katika jamii, wajieleze katika sehemu sahihi. Nafikiri watajikwamua kwa namna moja au nyingine, ikiwa ni kiuchumi, kiafya na kijamii kwa ujumla. Na hasa wanawake tujitume, tusiwe tegemezi. Sisi wanawake ni superwoman. Wanawake tunaweza, tupambane, tusikae tu kukaa nyumbani kumtegemea mwanaume sijui nini. Mwanamke asiangaliwe kama mtu asiyeweza, sijui anahitaji kuwezeshwa, hapana. Ni automatic tumezaliwa tunaweza. Kwa sababu hakuna mwanamume bila mama, hakuna mwanamume bila mke, hakuna mtoto bila mama. Kwa mwanamke ndo kila kitu. Asante sana Mohamed Jamal kwa taarifa hiyo. Katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, shirika la World Vision Tanzania limekabidhi vifaa vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 97 mkoani Shinyanga kwa lengo la kuboresha afya na kusaidia wakulima kulima kwa tija na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mwavita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Vifaa vilivyokabidhiwa ni mizinga ya nyuki, pampu ya umwagiliaji na mashine za umeme za kukaushia mazao ya mboga mboga. Vifaa hivyo ni sehemu ya utekelezaji wa mradi wa Norwish unaotekelezwa katika kata 3 za Lagana, Ngofila, Mwamashele, wilayani Kishapu, mkoani Shinyanga. Kijijini tuko tayari tunawafundisha kutengeneza vifaa vya kiasili kwa ajili ya kukaushia mboga na kukaushia mazao ili yasipoteze virutubisho. Vifaa vingine ni friji za kienyeji kwa ajili ya kutunza mazao ambazo tunazijenga kule kijijini. Tumekuwa tunafanya kazi na wakulima mbalimbali pekee kwa ajili ya mradi wetu wa Norwish. Mradi wa Norwish ni mradi ambao tumepata pesa kutoka ufadhili wa serikali ya Ireland. Akipokea vifaa hivyo, mkuu wa mkoa wa Shinyanga Anna Mringi Macha amemtaka mkuu wa wilaya ya Kishapu Peter Masindi kwenda kusimamia matumizi ya vifaa
ili kuleta tija kwa jamii. Lazima kutokee utajiri mkubwa. Tuone vitu hivi, tupate taarifa kwamba vitu hivi vimegawanywa hivi. Miti 600 iko sehemu hii. Mizinga hii iko sehemu hii. Mifuko hii iko kwa watu hawa. Na watu wanaopewa wakuta wana shamba na wana mazao. Sasa huna mazao, huna shamba, unaenda kupewa mfuko. Ni vifaa hivi vikaonekane kweli vikiwa na tija na vinamletea mwananchi wa maendeleo, mwananchi mmoja. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Kishapu Peter Matindi amesema vifaa hivyo vitaenda kuwa chachu ya kuchochea maendeleo na kuleta mapinduzi katika kilimo cha biashara. Wote wakizipata hizi kwao itakuwa ni shamba darasa kwa ajili ya kuwafundisha walio majirani zao. Wamepata wachache, bado wengi. Lakini binadamu ana tabia ya kujifunza kwa kuona. Kwa kuwa wataona, ni kuhakikishie kwamba baada ya kuanza kazi mengi yatafanyika yaliyo bora zaidi. Utakwenda ukatusaidie hasa upatikanaji wa asali, lakini kuboresha afya zetu, lakini pia ni mtaji ambao utakwenda kutunufaisha kuinua uchumi wa kwetu, kwa sababu asali ni mali. Tutauza asali, lakini pia tutauza nta na mazao mengine ambayo yanapatikana kutokana na asali. Asante sana Mwamvita kwa taarifa hiyo. Katika kuadhimisha siku ya wanawake duniani, taasisi ya elimu ya shule bora kwa kushirikiana na wakala wa maendeleo ya uongozi wa elimu ADEM wamefanya kongamano maalum lililolenga kuangazia nafasi ya wanawake katika uongozi kwenye sekta ya elimu, ambapo kongamano hilo liliongozwa na mada ya wanawake na uongozi katika elimu limeangazia changamoto zinazowakumba walimu wa kike katika kushika nafasi za uongozi kama walimu wakuu na maafisa elimu kata. Taarifa iliyoandaliwa na Recho Chacha inasomwa hapa studio na Nancy Ibrahim. Akizungumza jijini Dar es Salaam leo katika kongamano hilo lililohudhuriwa na walimu na maafisa elimu wanawake kutoka maeneo mbalimbali nchini, Mwalimu Vincent Katabalo amebainisha kuwa licha walimu wanawake kuwa na uwezo mkubwa wa uongozi, bado wanakabiliwa na vikwazo vinavyowafanya washindwe kufikia nafasi za juu katika sekta ya elimu. Aidha, amesema baadhi ya changamoto hizo ni pamoja na ukosefu wa mafunzo maalum ya uongozi na usimamizi wa elimu, changamoto za kifedha zinazowakwamisha kujiendeleza kielimu na kitaaluma, ukosefu wa mtandao wa wanawake viongozi wa elimu unaweza kuwawezesha kushirikiana na kubadilishana uzoefu. Maadhimisho haya yamefanyika kwa ajili tu ya kuwapata wale wanawake ambao ni viongozi katika sekta ya elimu, wawe kama role model, chachu ya kuweza kuhamasisha walimu wengine waweze kuvutika na kuwa motivated kwenye kushiriki katika uongozi katika sekta ya elimu, na hasa kwa walimu wakuu na afisa elimu kata. Awali akizungumza katika kongamano hilo, mtendaji mkuu wa ADEM Dr. Maulid ametoa mapendekezo kwa serikali ambayo wadau wa elimu wangependa kuona yanafanywa kazi, ikiwa ni pamoja na kuchukuliwa kwa hatua mbalimbali ili kusaidia wanawake kushika nafasi za juu za uongozi katika sekta ya elimu, wanawake walimu na maafisa elimu kupewa mafunzo ya uongozi. Pia serikali na wadau wa elimu waandae mafunzo ya muda mfupi na mrefu kwa wanawake ili kuwaandaa kushika nafasi za juu za uongozi. Na zipo changamoto mbalimbali zinazomrudisha nyuma mwanamke kwenye ushiriki wa uongozi kama ifuatavyo. Changamoto binafsi. Ya kwanza, mitazamo hasi ya kijamii na kiutamaduni juu ya mwanamke kuwa kiongozi. Lakini mitazamo hasi humpunguzia mwanamke kujiamini katika uongozi. Na hata hivyo, kwa upande mwingine, mitazamo chanya pia, kama pana mitazamo hasi, sasa pakiwa na mitazamo chanya humbadilisha mwanamke na kuzitambua fursa kwenye mifumo ya kisera, ya kitaasisi, kimiundo pamoja na kiutendaji. Lakini ya pili, changamoto zinazomkumba mwanamke mmoja zinazoambatana na masuala ya rushwa. Kwa hizi ni changamoto zinazomkumba mwanamke mmoja. Lakini changamoto nyingine, uwepo wa sheria na sera zinazomlinda mwanamke kwenye uongozi ni jambo la muhimu, ni jambo moja. Sera tunazo na sheria tunazo. Sasa kuwepo ni jambo moja, lakini utekelezaji wake umekuwa wenye changamoto sana kwenye maeneo mengi, na utekelezaji unahitaji mikakati ya ufuatiliaji wa karibu sana. Wanawake katika uongozi tunaweza, tupewe nafasi, serikali zidi kutuamini, tunaweza kufanya vizuri. Na mfano mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan anafanya vizuri. Kwa hiyo sisi wanawake tukichukua mfano wake, tukiiga mfano wake,
tunaweza tukafika mbali na tunaweza hata wengine wakachukua nafasi yake ili kuonyesha kwamba jamii, dunia, Afrika tunaweza tukafanya vizuri. Kwa mujibu wa washiriki wa kongamano hilo, utekelezaji wa mapendekezo hayo utaimarisha nafasi za wanawake katika uongozi wa elimu na kusaidia kuboresha mfumo wa elimu nchini. Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya NHIF unatarajia kuwa na mfuko wa kuhudumia kaya maskini kupitia NHIF baada ya utambuzi kufanywa na mamlaka za utambuzi kama TASAF na TAMISEMI. Mwandishi wetu Pendo Mangala kutoka Dodoma anaarifu zaidi. Mkurugenzi mkuu wa mfuko huo Dr. Irene Isaka amesema hayo hii leo jijini Dodoma wakati akitoa taarifa kwa waandishi wa habari kuhusu mafanikio na mwelekeo wa miaka 4 wa serikali ya awamu ya 6. Lengo la serikali ya awamu ya 6 ni kila Mtanzania aweze kupata bima ya afya, na hatua kubwa imepigwa kwa kweli. Mwaka 2023 Mheshimiwa Rais alipitisha ile sheria ya bima ya afya kwa wote, na 2024 mwezi Agosti waziri mwenye dhamana alipitisha kanuni. Kwa hiyo sasa hivi tumeanza utekelezaji. Aidha, mkurugenzi huyo amebainisha kuwa ukusanyaji wa michango umefikia trilioni 2.3 kwa sasa kutokana na maboresho yaliyofanyika katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6. Wakati huo huo, mamlaka ya hifadhi ya eneo la Ngorongoro NCAA katika mwaka huu wa fedha 2024-2025 inatarajia kujenga makumbusho ya kisasa ya jiolojia wilayani Karatu mkoani Arusha kwa gharama ya shilingi bilioni 11.71 kwa ufadhili wa serikali ya China. Kamishna wa uhifadhi wa mamlaka hiyo Dr. Elirehema Dorie amesema hayo hii leo jijini Dodoma wakati akitoa taarifa ya mafanikio na mwelekeo wa miaka 4 wa serikali ya awamu ya 6. Ufadhili huu kwa kiasi kikubwa pia tunaendelea kufurahia matunda ya kazi nzuri ambayo imeendelea kufanya na Mheshimiwa Rais. Na tunatarajia kwamba jengo hili litakamilika mwezi wa 5 na kukabidhiwa. Na Mungu akibariki basi tunaweza tukapata pia ugeni wa Mheshimiwa Rais kama ratiba yake taruhusu. Asante sana Pendo kwa taarifa hiyo. Wananchi katika baadhi ya kata zilizopo halmashauri ya wilaya Mbarali mkoani Mbeya wameiomba serikali kuwajulisha mpango walionao kuhusiana na baadhi ya vijiji kuondolewa katika maeneo tengefu ya hifadhi na kujua maeneo waliotengewa kwa ajili yao. Taarifa ya Daniel Simerta kutoka Mbeya inaarifu zaidi. Wananchi hao wameeleza hayo baada ya watoa elimu ya kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia kufika katika eneo hilo na kuzungumzia malengo ya msaada wa kisheria kwa kuwasaidia wananchi wasio na uwezo wa kupata zao. Hifadhi kule tumezuiliwa kule. Tuna watoto wanasoma, tuna mifugo yetu. Sisi hatupingani na serikali. Unachoandaa jambo, unawatengenezea sehemu wananchi. Unachofika mwafaka wa kuwahamisha, umeshatengeneza sehemu. Kama wenzetu Arusha Lengito kule, waliwatengenezea sehemu, wakawapeleka Tanga kule, waliwachimbia malambo ya mifugo, waliwajengea shule, watoto wakaendelea elimu. Sasa huku mbona giza tu sasa? Ina maana tukilipo huku sijui tunaelekea wapi sasa? Serikali hajiandaa, haijatupa taarifa, imejiandaa wapi? Nazi jana ilifika muda fulani kwenye saa 2 hivi, wakazunguka mali asili, wakapita wameambaa kwenye Ruaha, wakawa wanafika sehemu wanachoma kwenye walikotulia ng'ombe, kuna makambi kule wameweka, wakawa wanachoma yale makambi, wanaenda wanachoma. Sasa sijajua hapo, sasa sijui naweza mkatusaidiaje kwa hilo. Kwa upande wake mwenyekiti wa kijiji cha Igumila kata Imalilo Songwe Ayubu Abasi ameongeza kuwa wananchi wao wamekuwa na wakati mgumu kutokana na uwepo wa masuala ya hifadhi. Changamoto kubwa, watu wapo kule, wanaishi kule, wana familia, wana watoto wanawasomesha, lakini wanaambiwa hamna kulima, hamna kufuga ng'ombe. Ukikutwa una ng'ombe fimbo, ukikuta una pawatila fimbo, wanakupiga, ukikuta una trekta unapigwa. Sasa ni unyanyasaji mkubwa sana. Kama sisi viongozi tunapata shida kubwa sana kuwaongoza hawa watu. Kwa hiyo kama serikali mmefika na Mama Samia hii swala litamkuta, basi mimi naomba limkute haraka sana iwezekanavyo ili tusaidiwe mapema sana.
tofauti na hivi na hili janga lilivyotukuta la hali ngumu, ndio itakuwa zaidi ya mara 2. Kwa hiyo ninaomba serikali mtusaidie. Hata hivyo, afisa ardhi kutoka halmashauri ya wilaya ya Mbarali, Emiliana Chami, ametoa ufafanuzi juu ya swala hilo. Nyinyi kulipwa fidia mtaenda kuishi wapi? Hayo maeneo yalishatengwa sehemu mbalimbali katika wilaya yetu ya Mbarali. Pamoja yakiwemo kule Magijiwe, Vikae, Mapogoro, nini maeneo yalishaandaliwa kwamba mkishatoka pale maeneo yenu ya makazi yatakuwa wapi. Kwa hiyo ndoeni hofu hiyo yapo. Ripoti kutoka halmashauri ya wilaya Mbarali mkoani Mbeya. Mimi ni Daniel Smelta, TVE Habari. Asante sana Daniel kwa taarifa hiyo. Benki ya Absa Tanzania na wafanyakazi wanawake wa benki hiyo wamekabidhi msaada wa vifaa tiba na vifaa muhimu vya kusaidia watoto wanaozaliwa kabla ya wakati, yani njiti, ili vitumike kuimarisha afya za watoto hao. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Mohamed Jamal. Akizungumza wakati akipokea vifaa hivyo, mkuu wa kitengo cha watoto wachanga katika hospitali hiyo, Dr. Martha Mkonye, ametoa shukrani kwa wafanyakazi hao waliofika hospitalini hapo kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, ambapo amesema kuwa msaada huo umefika kwa wakati mwafaka, kwani utawawezesha upatikanaji wa huduma muhimu za watoto hao wanaozaliwa kila siku katika hospitali hiyo. Tendo hili walilonionyesha ni la kijamii na tunawashukuru sana kwa sababu msaada wao umefika wakati mwafaka katika kuwasaidia watoto ambao wanazaliwa kila siku katika hospitali ya taifa Muhimbili. Nipende kuwashukuru na nimetambua kwamba huu ni mwanzo wa mahusiano marefu kati ya hospitali ya taifa Muhimbili, kitengo cha watoto wachanga, pamoja na benki ya Absa. Tunawashukuru sana na tunafurahi na tunaahidi kushirikiana pamoja katika kuwahudumia watoto wachanga. Akizungumza wakati akikabidhi vifaa hivyo, meneja wa kitengo cha rasilimali watu wa benki ya Absa Tanzania amesema kwa kuthamini mchango wa wanawake katika maendeleo ya taifa pamoja na changamoto mbalimbali zinazowakabili wanawake wa benki ya Absa Tanzania kupitia umoja wao wa Red Skates, mbali na kutoa msaada huo Muhimbili, pia wametoa kwa wanawake wenye matatizo ya fistula katika hospitali ya CCBRT. Katika kumbukizi hii ya siku ya wanawake duniani, tumekusanyika kwa niaba ya benki kuja kutoa msaada kuungana na wanawake wenzetu hapa Muhimbili Hospital kwa ajili ya kuwaona watoto ambao ni njiti. Tumekuja na sadaka zetu kutoka kwa wafanyakazi pamoja na benki ya kiasi kama cha shilingi milioni 4 kwa ajili ya Muhimbili, lakini pia jana tulitembelea hospitali ya CCBRT kuwaona wanawake wenzetu ambao wanasumbuliwa na fistula, pia tukatoa msaada kwa kiasi kama hicho kwa ajili ya kuenda kumshukuru Mungu kama sadaka, lakini pia kuwatambua wanawake wetu ambao wanapita kwenye challenges kama hizo. Aidha, program ya Red Skate ilibuniwa na benki hiyo kwa lengo la kuhamasisha, kuwawezesha na kuendeleza viongozi wanawake katika benki ya Absa. Asante sana Mohamed Jamal kwa taarifa hiyo. Zaidi ya wasichana 5,000 wa jamii za kifugaji kutoka katika wilaya ya Longido, Monduli na Ngorongoro wanatarajiwa kufikiwa na mradi wa taulo za kike za kufua ili kupunguza utoro unaotokana na changamoto ya kukosa vifaa vya kujistiri wakati wa hedhi. Hazla Omari ana taarifa zaidi kutoka mkoani Arusha. Mradi wa kutengeneza taulo za kike zilizopewa jina la Sidai kwa lugha ya Kimasai, ikiwa na maana ya uzuri, umezinduliwa na mke wa Edward Lowassa wilayani Monduli mkoani Arusha, huku mratibu wa mradi huo Winnie Naftali akisisitiza kuwa taulo hizo ni za gharama nafuu. Baba mchungaji aliponieleza kuhusu swala hili sikulielewa mwanzoni, lakini pamoja na kwamba sikulielewa, nikaambia baba mchungaji nitakuja kwa sababu nilisikia kwamba ni swala linahusu mtoto wa kike. Kufikia hatua ya kwamba anataka zile siku zake zinafika, anakuwa na wasiwasi kwamba anajiuliza atafanya nini. Badala ya kuwaza masomo anawaza hedhi. Lakini kupitia mradi huu sasa shirika litawakomboa watoto wengi ambao wanaishi hasa kwenye jamii ya wafugaji. Kuanzia Namanga mpaka Ngorongoro. Tuna wasichana kwenye vituo vyote vile, tuna wasichana 5,434. Wasichana hao watanufaika na huu mradi wa taulo. Kwanza watapata kwa bei nafuu na pia watakuwa sasa wataconcentrate na masomo yao wakiwa darasani. Deborah Corneli ni mshonaji wa taulo za kike za kufua. Anasema taulo hizo zitasaidia kwenye utunzaji wa mazingira, kwani si kama zile ambazo zinatumika na kutupwa. Saidia kubana budget kwa sababu
kila mwezi waga wamezoea kununua zile za dukani, lakini hizi akinunua package moja ambayo ina taulo 4 au 5 anaweza kaitumia ndani ya mwaka mmoja, na akiweza kununua labda package 2 anaweza katumia ndani ya miaka 2. Ni rafiki wa mazingira kwanza kwa sababu hii taulo ukishaitumia utaifua, utaianika juani, na baada hapo utahifadhi tena kwa ajili ya mzunguko wako wa mwezi mwingine. Naye mkuu wa jimbo Girvas Meitamei anasema ni vyema jamii kaendelea kuvunja ukimya ili kuwasaidia watoto wa kike wa jamii hizo. Hili jambo sio jambo ambalo tumelizoea sana kusikia taulo za kike, pads, vitu ambavyo vilifanyika kwa kificho kwa muda mrefu. Na mimi naomba tu nitoe wito kwa wanawake. Zungumzeni na watoto wa kike. Msiwaache peke yao. Na kwa kuwa uko ulazima wa kuvunja ukimya, ninaomba tusonge mbele. Lakini niombe pia tusiwaangalie wa kike tu. Hebu jicho lingine liwaangalie na watoto wa kiume. SIDA Reusable Sanitary Pad kwa kipindi cha miaka 5, mbali na kuwafikia wanafunzi, zinatarajiwa pia kuwafikia wanawake wa jamii za kifugaji. Asante sana Hazla Umari kwa taarifa hiyo. Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA mkoani Mwanza limeendelea na mkakati wake wa ujenzi wa vituo vya afya katika wilaya 7 za mkoa huo, ambapo lengo ni kuendelea kushirikiana na serikali kuboresha sekta ya afya nchini. Emmanuel Meshak anaarifu zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari katika zoezi la uzinduzi wa Badru, Shehe wa mkoa wa Mwanza Hassan Kabeke ameipongeza serikali kwa kuendelea kuboresha sekta ya afya nchini kwa kujenga vituo vya afya kila mahali, ambapo wananchi kwa sasa wanapata huduma ya uhakika ikilinganishwa na kipindi cha miaka ya nyuma. Kutokana na jitihada hizo za serikali, Baraza Kuu la Waislamu BAKWATA mkoani Mwanza limeendelea na mpango wake wa ujenzi wa vituo vya afya katika wilaya 7 za mkoa wa Mwanza, ambapo hii leo baraza hilo limezindua mpango wa uchangishaji wa fedha kwa ajili ya ujenzi huo. Nitumie nafasi hii kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu zote zilizopita katika nchi yetu, lakini kumpongeza hasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo eneo la afya ndani ya nchi yetu amelisimamia vyema. Amelisimamia kwa kiwango ambacho huduma za afya zimepanda kutoka pale zilipokuwa mpaka kufika mahala pazuri. Na sisi BAKWATA mkoa wa Mwanza tumeona iko haja ya kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali yetu, juhudi za taasisi za wenzetu za dini katika kujenga vituo vya afya ili kuwaletea Watanzania hawa afya njema na afya bora. Awali akitoa taarifa ya ukusanyaji wa fedha za ujenzi wa vituo hivyo tangu zoezi hilo limeanza, afisa habari na mahusiano ofisi ya Shehe wa mkoa wa Mwanza Butije Hamisi amesema mpaka sasa ujenzi umeshaanza kwa wilaya 4, ambapo wilaya 3 zipo katika hatua ya kuanza ujenzi, na kwamba ujenzi wa vituo vyote utagharimu kiasi cha shilingi bilioni 4.5. Kumbuke kwamba BAKWATA mkoa wa Mwanza inajenga vituo vya afya katika wilaya 7 za mkoa wa Mwanza. Na katika vituo hivyo vya afya kipaumbele kimewekwa kwanza kukamilisha ujenzi wa majengo ya kutoa huduma kwa wagonjwa wa nje kwa maana ya OPD, na ujenzi umekwisha anza kwa wilaya takribani 4 za mkoa wa Mwanza. Wilaya 3 tupo katika hatua za kuanza ujenzi wa vituo hivyo. Kwa mwaka huu tunakusudia kama BAKWATA kukusanya takribani bilioni 1 na milioni 300 kuhakikisha kwamba tunakamilisha ujenzi wa majengo hayo ya kutoa huduma kwa wagonjwa wa nje OPD katika wilaya zote 7 za mkoa wa Mwanza. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Serikali ya Urusi kuwekeza Tanzania.